السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبابي الكرام، ولله الحمد. tukiendelea na muraja'a wa somo la at-tarikh al-kauni ya faslu sadis, tukiendelea kuwasoma al-ulama, wanazuoni wakubwa waliotumikia Uislamu. Leo tumsoma al-Imam al-Asma'i. Al-Imam al-Asma'i ni nani? Al-Imam al-Asma'i huwa al-imamu, yeye ni imam. Imam ni daraja kubwa, hufikiwa kwa sababu ya ilmu. Athabatu ambaye ni fungeto. Athabatu fungeto, mtu ambaye ana akili kubwa katika ilmu na uaminifu ndani yake. Alhujjatu ni hoja ama ni hujja. Hujja ni cheo ambacho mtu ukifikia katika hadithi, kuzihifadhi hadithi 3 kwa isnadi na matni yake ukazijua, ama mtu akajua matni na isnadi na akajua hali za wapokezi katika ta'dil na jarhi na tarikh za wapokezi wa hadithi, huyu ndio hujja alo hifadhi hadithi 3 na kujua uzuri matni yake na sanad na wale wapokezi hali zao na tarikhi yao. Athiqatu fungeto. Fungeto ni mtu ambaye ni ma'munun, mwenye kuaminiwa katika maneno yake na yu'tamadu alayhi, hutegemewa. Abu Sa'id, babake Sa'id, hiyo ni kunia yake. Jina lake ni Abdul Malik ibn Qurayb, ni Abdul Malik ibn Qurayb ibn Ali ibn Asma'i, kijana cha al-Asma'i al-Bahili al-Asma'i. Wulida, alizawa al-Imam al-Asma'i fil Basrati, katika mji wa Basra, mji mkubwa Iraqi huo. Ama 122 hijriyata, katika mwaka wa 122 wa tangu kugura bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almuwafiqu, uloafikiana sanata 740 miladiyata, na mwaka wa 740 wa tangu kuzawa Nabii Isa, kwa ufupi wa kizungu. Watuufia biha, na alitawafishwa hapo hapo Basra, alikufa hapo hapo katika mji aliozawa. Ama 216 hijriyata, katika mwaka wa 216 wa hijra. Almuwafiqu, uloafikiana sanata 831 miladiyata, na mwaka wa 800 ulioafikiana na mwaka wa 831 wa kizungu tangu kuzawa Nabii Isa. Kana ahfadha ahli zamanihi, alikuwa al-Imam al-Asma'i ni mwenye kuhifadhi zaidi ya watu wa zama zake, alikuwa ni hodari sana. Urifa bihifdhihi almu'jiza, alikuwa na kujulikana kwa hifdhi yake ambayo ni ya mu'jiza, kwa sababu shairi tu alizozihifadhi takriban ni maelfu ya bait amezihifadhi bila kudangamanizika. Na alikuwa pia a'lamu nas bigharibi lughat, ndiyo mtu mjuzi zaidi kwa kujua lugha geni ama ugeni wa lugha ama wa kilugha, na zile nawadiri za kilugha
zitu nadira, siyo yote kuwa nazo ama kuzijua. Mahiran fil arabiyati, alikuwa ni hodari katika lugha ya Kiarabu. Wal qiraati, na qiraa. Wan naqdi, na kututumbi. Naqdi ni kuchuja na kuangalia makosa katika kitu cha sawa kikabakishwa, cha makosa kikaondoshwa. Naqdi, kututumbi, yani kuchuja. Kwa hivyo ama naqdi, kukagua kwa Kiswahili kisokuwa cha asili, lakini asili hutumika kututumbi, ambao ni kuchuja ama kukagua. Kwa hivyo yeye alikuwa ni hodari katika hizo fani. Qiraa ni qiraa zile za Qur'anul Karim. Wa kana kathira tatwafi fil bawadi, na alikuwa ni mwingi wa kuranga na kutembea katika sehemu za badiani. Bawadi ni jamii ya badia. Badia ni sehemu za mashambani. Watanzania wanasema mikoani, sehemu ambazo si za mjini. Yaktabisu ulumaha, yuasumba ilmu za badiani, huko mashambani, kwa sababu kule ndio kuna wanazuoni na wenye kujua lugha sana. Uketi nje ya mji ama nje ya miji, mijini kuna mchangamano wa watu. Sasa zile lugha pia uchangamana, huwezi ukapata uhodari wa lugha ndani ya mji. Na ilmu pia za mjini ni za uvivu, ni ilmu kidogo, na kule nje ya miji ndio kuwasomwa kweli. Hata boarding waona ziko nje ya mji, na mashekhe wengi wako nje ya miji, kwa sababu hawana kazi, wao ni kusomesha tu. Kule mjini kunao wanazuoni, lakini na shughuli nyingi za kimijini huwa hawasomi sana, hawashughuliki sana kama watu wa nje ya mji. Kwa hivyo akienda kule badiani akisumba ilmu. Kusumba ni kuchukua kitu kutokana na kitu chengine, kama vile jua, mwezi unachukua nini? Mwangaza kutokana na jua. Sasa ule mwezi kupokea nguvu za jua ndo kusumba, ili nao usiku upate kuangaza. Na iktibasi pia ni moja katika ilmu albalagha ama uhodari wa kuzungumza. Iktibasi iko katika mazungumzo pia, ukachukua maneno yako ukachanganya na Qur'an, ukachukua maneno yako ukachanganya na hadithi. Hii huitwa iktibas. Hii maneno lako la mwisho ama la kwanza ukatia na Qur'an, lakini si Qur'an, umechanganyia tu kutilia nguvu. Katika shairi au maneno pia huitwa iktibas, na yako katika balagha yameelezwa masala kama haya. Sasa yeye alikuwa na ilmu, lakini akienda kule pia akifanya iktibas. Na Nabii Musa katika aya zake pia ukizisoma zilizoelezwa kisa cha Nabii Musa, imetumika neno hili aktabisu nara. Ameona Nabii Musa moto unawaka, akawaambia wale watu wake, wacha mimi nikasumbe pale moto. Manake ni kukibakisha kile kitu katika hali yake, na wewe ukapata sehemu ya nguvu ya kile kitu, ndo iktibas. Wayatalaka akhbaraha, na aende kupokea habari za vijijini ama badiani. Wayatalaka akhbaraha, na akienda kutembea katika vijiji ama badiani, wa minajli ya kupokea habari zake, kwa sababu pana ilmu nyingi katika badiani ama vijijini. Kwa hivyo al-Imam al-Asma'i alikuwa ni mwingi sana wa lugha ya Kiarabu na adab na shairi, na kujua miji na tarehe za miji ya Kiislamu, na alikuwa ni mashuhuri sana
kwa ukundufu wa hifadhi yake, na vile vile alikuwa ni mkweli sana katika riwaya zake, mpaka akapewa lakabi ya Rawiyatul Arabi. Lakabi yake al-Imam al-Asma'i akiitwa Rawiyatul Arabi, na alipata bahati ya kuwekwa karibu na mfalme Harun Rashid, kwa sababu yeye alikuwa katika zama za Daulatul Abbasiyun ama al-Abbasiyya, na lahu muallafatun, anazo tunzi nyingi alitunga, fi mukhtalafi alfununi, katika fani mbalimbali, mimbainiha, miongoni mwa hizo tunzi zake ama kati ya hizo tunzi zake, Kitabul Asma'iyat, ni kitabu cha al-Asma'iyat, wa kitabu Khalqil Insani, na kitabu ama chuo cha Khalqil Insani, ambao ndani yake ameeleza viungo vya mwanadamu na yenye kuhusika na hivyo viungo katika upande wa kilugha. Na pia akatunga Kitabul Khayl. Kitabul Khayl ni miongoni mwa vitabu vyake vya zamani sana na venye undani katika kueleza sifa za farasi na viungo vyake na rangi za farasi. Na pia anacho Kitabul Ibli, kitabu cha ngamia. Pia ameeleza ndani yake masala yenye kufungamana na ngamia na habari zao, wa ghairuha na vinginevyo. Sasa hii Kitabul Ibli nimeiweka ni katika wa ghairuha, lakini hapa imekoma Kitabul Khayl. Na al-Imam al-Asma'i kuna kiso ambacho chanasibishwa na yeye, kile cha mashairi ya sautu Safiri al-Bulbul. Kuna wanazuoni ambao wasema ni chake, ni yeye, wengine wasema si yeye, ni maneno yamenasibishiwa yeye, wengine wasema ni yake, ambayo wenye kukataa nakdi yao wameifanya kwa kutegemea kuwa al-Imam al-Asma'i hakuwa ni mwenye kuasiriana kikamilifu na Abu Ja'far al-Mansur, kwa sababu Abu Ja'far al-Mansur yeye al-Imam al-Asma'i akizaliwa, huyu Abu Ja'far al-Mansur alikuwa tayari yuko katika uongozi na al-Imam al-Asma'i ni mdogo. Kwa hivyo hakumpata Abu Ja'far al-Mansur al-Imam al-Asma'i ikiwa ni mtu mzima. Wakati wa Abu Ja'far al-Mansur alikuwa al-Imam al-Asma'i ni mdogo, hawa wenye kukataa. Kwa hivyo hichi kiswa na umri wa al-Imam al-Asma'i ilikuwa hautukuani, kwa sababu ndipo alipokuwa yuko mdogo pale yuanza kukulia. Kisha wakati wa Muhammad al-Mahdi ndiyo akaanza kusoma hapo al-Imam al-Asma'i, ambao Muhammad al-Mahdi alikuja baada ya Abu Ja'far al-Mansur. Kisha baada ya Muhammad al-Mahdi akaja Musa al-Hadi, pia akampata huyo nayo ni katika al-Abbasiyuna, makhalifa. Hapo al-Imam al-Asma'i ndo ameanza kufungua mato, lakini wakati wa baada ya huyu Musa al-Hadi akaingia Harun Rashid. Sasa wakati wa Harun Rashid ndiyo al-Imam al-Asma'i akawa na shuhura na akawa na sauti katika khilafa ile, ikawa anaikwa karibu na anafunguliwa mlango wa kasri na Harun Rashid kama mwanachuoni mwenye kutambulika. Kisha baadaye pia aliketi na Muhammadul Amin na Abdullah al-Ma'mun. Hawa ni makhalifa wa al-Abbasiyuna ambao al-Imam al-Asma'i aliwapata, lakini Abu Ja'far al-Mansur alikuwa bado al-Imam al-Asma'i ni mdogo. Lakini ni kiswa kina uzuri wake na kimenasibishwa pia na al-Imam al-Asma'i kuwa
kuwa huyu Abu Ja'far al-Mansur alikuwa ni mwenye kuwaita wale mashuara wakaweza kumtolea shairi, lakini ikawa hawalipi kwa sababu aliweka sheria ambayo ni ngumu kwa wale shuara. Sasa na ugumu wake ni gani ama sheria ni gani? Yataka shairi akimletea mashairi yawe mashairi kama yale yeye hayajui, lakini ikiwa yoyajua na mfanyikazi wake ana mtoto wake pale kijakazi yoyajua, haya mashairi hatomlipa shairi. Sasa hii ni hila ilikuwa yeye yoitumia, kwa sababu alikuwa yule Abu Ja'far al-Mansur Allah amempa dhakira hifdhi, akisikia mashairi mara moja ashayahifadhi, na yule mfanyikazi wake ama kijakazi wake akisikia mashairi mara mbili yakisomwa yeye pia huyahifadhi. Sasa mtu utunga shairi akija kwa Abu Ja'far al-Mansur akizisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho, tayari Abu Ja'far al-Mansur huwa ashazihifadhi. Huambia hizi shairi mimi nazijua, wataka nikusomee? Naam, humsomea. Na akizisoma yeye huwa yule mfanyikazi wake ashasikia mara mbili. Kijakazi akisikia mara mbili shairi naye huwa ashazihifadhi. Na kama huamini haya mashairi ni maarufu tu ayajua, hata huyu kijakazi wangu yajua. Kama huamini mwambie soma, akimwambia soma na yule usoma, kwa sababu ashasikia mara mbili. Kwa hivyo inakuwa mashairi wapata tabu sana. Al-Imam al-Asma'i aliposikia hii habari akawasikitikia wale mashuara, akaenda akajibadilisha ule muonekano wake, akavaa kama mtu wa badiani. Akaja akasema mimi niko na mashairi yangu. Akaelezwa wajua sharti, akamsema najua sharti. Sharti ni gani? Sharti ni kuwa ikiwa wewe hayajua ama yajulikana hutonilipa. Akamwambia haya, toa hayo mashairi. Ndio akaanza kuyatoa yale mashairi yake ambayo ni maarufu: sautu safiri albulbuli hayyaja qalbi athamili alma'u waz-zahru ma'an ma'a zahri lahdul muqali wa ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayyamani huwa zayyilun ataiqali, mpaka mwisho wa mashairi. Alipofika ikawa hapa na vilma venye kufanana na mashairi kwa mfumo mpya, akashindwa Abu Ja'far al-Mansur. Kushindwa yeye, akashindwa na jakazi kwa sababu hajapokea mara ya pili. Ikawa hapo atashindwa, la kufanya ni kutoa tu zawadi, lakini vile alikuwa amejifinika na amekuja kwa sura ya kitofauti, akamwambia sitokupa paka wewe unioneshe sura yako wewe nani. Baadaye ndo akajifungua, akamuona kumbe ni al-Imam al-Asma'i, kumbe ni yule tunayekujua. Kwa nini ufanya hivi? Akasema nimefanya hivi kwa sababu si haki unavyowafanyia hawa watu kwa hila hizo. Hawa watu jikera wakaandika mashairi, wewe ukawa utawafanyia hila na wao watarazak. Kwa hivyo ikawa ni kama somo amemfundisha kuwa jaribu kuwa mwadilifu. Kwa hivyo kisa chenyewe ni hichi cha al-Imam al-Asma'i, na habari zake ni nyingi, walakin tutatosheka na haya. Allah atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wal afwa minkum wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.